Nawashukuru kwa namna mlivyojitokeza kuja kushiriki kwenye shughuli ya usafi eneo hili la Bombambili. Unajua kesho tuna sherehe kitaifa. Tunakumbuka miaka 62 Wazanzibari na Watanganyika walipoungana kutengeneza nchi moja. Kwa hizi ni shamla, usafi huu ni shamla kuelekea maadhimisho ya miaka 62 ya muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar. Muungano ambao umetufanya tuwe na nguvu, tuwe na umoja na tuwe ni taifa kubwa zaidi. Kwa hiyo nawashukuru sana wana Bombambili na wanasongea kwa ujumla. Namshukuru mkurugenzi na management ya manispaa kwa maana ya CMT na watumishi wote kwa ujumla kwa jinsi mlivyojitokeza. Hatujamaliza usafi na usafi hauwezi kuisha. Hata kuoga huwezi kusema sasa nimeoga inatosha. Naoga asubuhi na mchana unaoga na jioni. Kwa usafi ni endelevu. Kwa huwezi kumaliza zoezi la usafi. Tunatakiwa kuendelea. Huu usafi unapaswa kuwa endelevu. Tunaposema Tanzania ina umri wa miaka 62 baada ya kuungana na Wazanzibari na watu wa Tanganyika. Kwa hiyo na maendeleo nayo lazima yafanane na miaka 62. Sasa kama tumepiga hatua vizuri, ukiwatizama ninyi wote hapa hakuna ambaye ana miguu peku hapa, wote mna viatu. Hayo ni maendeleo. Miaka michache iliyopita watu walikuwa wanatembea miguu peku. Leo tuna mwingine ana dala, mwingine ana raba kama za kwangu, mwingine ana viatu vizuri kabisa, mwingine viatu vya ngozi. Hayo ni maendeleo. Nyumba zetu zimekuwa nzuri. Ukienda vijijini, katika vijiji 554 wilaya na mkoa wa Ruvuma, yote umeme umeshaingia hivi sasa. Tayari. Sasa manake nini? Manake nchi imepiga maendeleo. Huko nyuma hakuna kijiji kilikuwa na umeme huko Ruvuma. Leo vijiji vyote vina umeme. Ndani ya miaka 62 ya muungano. Manake ni maendeleo tumepiga. Sasa maendeleo hayo huko nyuma vile mlikuwa mnapata gunia 7. Umepata sana gunia 8 za mahindi kwa ekari moja. Leo Songea wakulima tunapata magunia kuanzia 25 mpaka 32 kwa eka moja. Manake nini? Manake mbinu za kilimo zimeongezeka na ninyi wenyewe mmeongeza maarifa, mnazalisha chakula kingi. Hakuna ambaye ana njaa nyumbani kwake. Mnaishiwa chakula. Haiwezekani. Tuna mahindi ya kutosha, tuna maharage ya kutosha. Kama una maharage basi una mahindi, unachukua mahindi unauza ili upate maharage. Tunaanza tukawa tumepiga hatua, ila kwenye maendeleo yetu binafsi bado hatujapiga, hasa kwenye usafi. Kwa ni waombe kwenye mitaa yetu, kwenye masoko yetu tuweke mkazo usafi. Serikali yenu inafanya mambo mengi na ninyi mjitume. Kwa majina naitwa Florence Narusis Pokela, ni mwenyekiti wa mtaa wa Sokoine. Usafi ni muhimu kwa kila binadamu. Hakuna kitu kinachoenda bila usafi. Na nafikiri ni zoezi la kata nzima. Na ndio maana leo tuko hapa tutafuta usafi, mazingira yetu haya yawe safi. Na tunakukaribisha Mwenge sana ufike Songea na tutaupokea. Kama unavyoona wamefanya kazi toka saa 12 na mpaka saa hizi maeneo mengi yamekuwa masafi, na tunatamani shughuli hizi za usafi ziwe endelevu. Kila mwananchi awajibike kwenye maeneo yake. Na tuwaombe viongozi, unajua wananchi sasa hizi wamejisahau sana pilika za kutafuta maisha, na tunasahau kuweka mazingira yetu yakiwa safi. Tuwaombe viongozi waendelee kuwakumbusha wananchi. Kama leo hii wanasema tupo kwenye maadhimisho ya muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar.